Tuamia hapa, wananchi katika kijiji cha Malagarasi kata ya Muganza katika wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma wamelaani uharibifu wa gari la kubeba wagonjwa uliofanywa na baadhi ya watu kwa kuiba vifaa vya gari hilo na kusababisha wagonjwa mbalimbali hasa wajawazito wanaohitaji rufaa kukosa huduma kwa wakati na kupelekea baadhi yao kupoteza maisha. Kutoka kata ya Muganza wilayani Uvinza mkoani Kigoma, mwanahabari wetu wa Maziwa Makuu Kadislaus Ezekiel na habari hiyo. Uharibifu wa gari hili la kubeba wagonjwa unatokana na baadhi ya watu kuiba vifaa mbalimbali na kufanya lishindwe kufanya kazi kwa zaidi ya miaka mitatu, huku wananchi wakikosa huduma za rufaa kwa wakati. Wananchi na wanachama wa chama cha ushirika Muungano wametoa fedha zaidi ya Laki6 ili kusaidia ukarabati wa gari hili kuhakikisha linarudi kufanya kazi na kusaidia wagonjwa mbalimbali. Ambulensi tu haikuharibika katika hali ya kawaida, ila ni watu tu wachache, baadhi ya watu walikuwa wanafungua baadhi ya vifaa katika ambulensi, jambo ambalo linisikitisha sana. Limewapa gharama kubwa, badala ya kufanya matengenezo tu kwamba limeharibika, hao wamefanya kazi kubwa ya kununua paka vifaa. Yaani wamenunua vifaa ambavyo vilikuwa vipo lakini viliibiwa. Na niwapongeze sana chama cha Muungano ambayo iko Malagarasi kwa kazi hii wameifanya, kwa sababu kuna baadhi ya changamoto zilikuwa zina kubwa. Mtu anaumia kutoka mashambani, mtu anataka kujifungua, kumfikisha Nguruka ilikuwa shida sana, mpaka ambulensi itoke Nguruka. Maana yake wazazi walikuwa wanasumbuka sana. Wanaposhikwa na uchungu, yani inabidi mpaka watafute usafiri wao wenyewe. Sasa kwa mfumo huu ambulensi imepatikana, wananchi wa mama wajawazito, watoto watakuwa wanapata nafasi ya kuondoka mapema. Mwanzo hii ambulensi ilikuwa inafanya kazi, kulikuwa hamna mtu ambaye alikuwa anapata matatizo akiwa nyumbani, hasa wagonjwa. Tulikuwa tukiona mara kwa mara Malagarasi station, mara Mpeta, mara wapi wanachukua wagonjwa. Sasa kwa muda mrefu tukaona ni kimya, tukawa tumemchukua fundi amekuja amekagua. Alipotupa ile idadi, tulienda dukani tukanunua vifaa vyote, kaanza kushughulikiwa. Uongozi wa zahanati ya Malagarasi wamepongeza jamii kwa kufanya ukarabati wa gari hilo. Ukosefu wa ambulance kwa muda mrefu ulikuwa unatupa changamoto, hasa pale ambapo tunakuwa tunahitaji, tumepata mtu wa dharura ama mama na uzazi pingamizi, tunapiga simu kwenye kituo ambacho kimekuwa kitusaidia ambulance, tunaambiwa ambulance haipo, imepeleka mgonjwa mwingine Maweni au Rugufu. Kwa hiyo ilikuwa inatuia ugumu. Tuna ambulance ambayo inahudumia zahanati, ikiwemo zahanati ambazo zipatazo 10. Lakini niseme tu kwamba ambulance moja kwa zahanati zote hizi na maeneo yote ambayo yanatuzunguka ni bado haitoshi. Kwa hiyo kupata ambulance hii basi inaweza ikarahisisha utoaji wa huduma za rufaa. Utengenezaji wa gari hilo unakuja baada ya wananchi kufanikisha mavuno mengi na kuuza zaidi ya bilioni 1 na kutoa kiasi cha fedha zaidi ya Laki6 ili kufanya ukarabati, ambapo pia serikali imepongeza kwa kutambua umuhimu wa kutunza vifaa vya kutoa huduma za afya. Tumezalisha kilo 289 mwaka huu 406.86 za tumbaku, ambazo kwa wastani mzuri tuweza kushirikiana na serikali kuleta makampuni, tumeuza dola $761,000. Kwa wito wetu kama Muungano, tunaomba ushirikiano serikali ya kijiji na wananchi walioko hapa waendelee kujiunga kwenye chama cha ushirika, tuongeze uzalishaji, tulete maendeleo kwenye jamii. Maeneo haya ya kulima na ufugaji yana changamoto kwa sababu ya kukosekana kwa usafiri. Unakuta kule miundombinu ya shida, na maeneo pia ni mbali kutoka huko wanakoishi na kufika kwenye zahanati au kwenye vituo vya kutolea huduma za afya. Kwa hiyo kwa hiyo ambulance kama hii na zingine ambazo pengine utaona wa kutufua zitasaidia sana kutatua changamoto ya usafiri kwa kina mama wajawazito pamoja na watoto. Mimi ni Kadislaus Ezekiel, EATV.